Shalom, shalom, shalom. Mtumishi wa Mungu pote pale ulipo ulimwenguni. Nikusalimu sana kwa moyo mkunjufu. Nikwambie kwamba amani ya Bwana Yesu Kristo vitamani zote iwe ndani ya nafsi yako, mwili wako na roho yako. Kituo cha Bwana Yesu Kristo Gombo Maranatha Church ndio sehemu bora zaidi ambayo Kristo anatukuzwa zaidi ya vile tunavyoanza kutenda ama kunena zaidi ya vile tunavyofikiri kwenye akili zetu. Karibu sana ndani ya Shuhuda, NG Media, kituo cha Bwana Yesu Kristo ambacho tumepata kibali leo hii kuzungumzia shuhuda kadha wa kadha ambazo watu wanapitia kwenye maisha yao kabla na baada ya kumfahamu Kristo. Kwa neema nzuri na kipekee, Jumatano hii iliyopita tumepata kibali cha kushuhudia ubatizo wa watoto wapya wawili ambao walibatizwa kwa ubatizo wa maji mengi na wamempokea Bwana Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wamejawa na Roho Mtakatifu. Na mmoja kati ya wao ameamua leo hii kuja kueleza shuhuda yake ya wapi Mungu alipomtoa, matendo makuu ambayo anafanya kwenye maisha yake baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Binti huyu ambaye naona nipo naye hapa alikuwa anaitwa Angel kwa awali, lakini baada ya ubatizo amebatizwa jina la Precious. Ndio jina ambalo amepewa baada ya ubatizo. Jina zuri sana. Na anayo shuhuda ngumu sana leo anaweza kaieleza ili wewe ikutie moyo popote pale ulipo unaponitazama, ya kwamba kuna mambo magumu sana Yesu anaweza kukutoa kwenye hiyo shida ulionayo kama nilivyoweza kumfanikisha. Karibu sana, ungane nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Naitwa Frank Alfaxari na hii ni G Media, na karibu sana kwenye Shuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Tuna furaha nzuri ya kipekee kukaribisha sana ndani ya ofisi za Gombo Maranatha Media. Karibu sana. Amina. Tuna furaha kipekee kwa umekubali, umeridhia kuwa moja kati ya mtu ambaye Jumatano hii umezaliwa upya na umepewa jina jingine na Yesu Kristo mwenyewe, unaitwa Precious. Hongera sana. Asante. Unajisikiaje kwanza kwa kupokea jina jipya na kuna mabadiliko yote umeanza kuona? Ndio, najisikia furaha. Nasikia mwepesi. Mara ya kwanza nilipo na roho ya uchungu sana. Na labda nikisikia tatizo hapa lazima niumie moyoni. Kwa sasa hivi hiyo hali imeondoka na namshukuru Mungu. Mtu ambaye anataka kujua sasa, ulikuwa unapata uchungu kwa sababu ipi? Alikuwepo tu inanijia labda nikikwazika kitu fulani, labda nimeambiwa tatizo au jambo lolote na kisikia tu uchungu. Na uchungu ulikuwa umekuanza kwa muda gani? Muda kidogo, sio muda sana. Hapo hali ulikuwa nayo ama ilitokea tu? Ilitokea tu. Ukawa upo hivyo. Mtu ambaye anakutazama sasa hivi anataka kujua, tupe historia yako kidogo ya maisha yako ambayo uliwahi kuishi. Maisha yangu kweli zamani yalikuwa magumu sana wakati mdogo. Kwanza nilichukuliwa na aunti yangu miezi 7 wakati mume wangu alifariki, nikaenda huko kuishi. Nikiwa darasa la 5 shangazi yangu alifariki, ndipo hapo nikachukua sana na mimi maamuzi, nikasema sasa hapa na mimi sasa hapa ninaishia. Nikaondoka sasa, nikaenda kazini. Kweli kazi ilikuwa ngumu sana. Yaani hata nifanye na naweza nikafanya kazi hapo nikapokea mshahara, alafu sielewi nimefanyia nini, yani hivyo. Nikasema sasa na kazi yangu nilionayo hii, na pia bosi wangu waga nakataga, yani ukienda nataka muda ule, yani ule urudi nyumbani. Ukichelewa zaidi hapo lazima mgombane. Nikawa nawaza hiyo hali inanijia hivyo. Lakini nikasema sawa, ngoja. Ikafika Jumapili mpaka saa 3 saa 4 bado nipo nyumbani. Yani sina kusema hivi niende kweli, naenda. Nikawa tu na sita, kawa napiga simu, uko wapi? Nimesema bado sijatoka. Ikabidi hivyo nilazimike nije. Nilipofika pale, nikasema hapa panaitwaje? Mbona kama pamebadilika? Kama mbona sio kama kwetu kanisani kwetu? Maana mara ya kwanza nilijua ni kanisa la TG. Hakuniambia kwa kuna panaitwa Gombo. Unaona? Nilifichwa kidogo. Nikaangalia, nikasema sasa angalia. Mbona si kanisani kwetu waga tuvae hivyo? Afu hao mbona wanavaa hivyo? Sijawahi kuona, ndo mara ya kwanza. Nikanasema hapa nimeangamia tayari. Unaona, nikawa naoga kidogo.
Na basi ikaisha ibada, nikasalimiana naye mama, akaniambia maneno mawili matatu. Cha kwanza aliniambia wewe umefungwa. Nikasema hapana. Unaona adui anakuambia wewe hapana, hamna, umefungwaje hamna. Anaogopa kuaibishwa, unaona. Niambia wewe umefungwa, na pia na kuna ndugu yako naye ameolewa upande huo, ndugu za huko ambako na wewe unaenda, naye pia amefungwa. Nikasema amefungwa kivipi? Sasa nikawa naanza nikasema sawa. Mara kwanza nilikuwa nafanya hivi mpaka muda huu naona sielewi. Yaani ninachokifanya naona fedha zenyewe zinapotea sielewi. Nikasema kweli labda hivyo itakuwepo nimefungwa. Basi hapo nikaondoka tena nikarudi nyumbani. Pale tulipofanya maombezi nikaona kama kuna kitu kimebadilika. Nikasema nakushukuru, lakini nikawa bado nawaza gombo na ameambiwa gombo maana ndo nini? Alafu mavazi meupe. Maana mara kwanza alikuwa anasema wenye mavazi meupe hao sijui nini, yani hivyo tu anaongea vibaya. Kwa nini wavae mavazi meupe? Kwa nini? Imekuaje? Kwa pale nilipofika tu nikasema si hapo alikuwa anasema kwamba hao wanaovaga mavazi walikuwa wanaongelea mabaya. Sasa hapa mimi mwenyewe nimeingia, inakuaje? Kumbe Bwana Yesu ndo alinitumia kusema Prosper utaoa mke, kutoka kule utamleta huku, atakombolewa. Hivyo namshukuru Mungu. Nilipofikia hapa nimepata neema, nimekuwa kiumbe kipya, so yule wa zamani. Ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa tunafanya kazi ya ndani. Kwa mlikutana wapi na Prosper mpaka mkafika? Yaani mpaka akakuamua kujulisha saa uje kanisani, kwa sababu walikuwa watu wa kazi ya ndani wanakuwa muda mwingi wapo ndani. Kanisani. Mlikuwa mnasali naye kanisa moja? Si kama hivyo vijana labda mnaenda kwenye matamasha au kwenye nini, kwenye labda metokea labda kongamano, mkutano hivyo. Kwa hiyo hivyo mimi mwenyewe nilikuwa sijui, maana nilikuwa sijui kuwa ndio itakuwa hivyo. Yaani sana sijui. Sasa alivyonikumbusha kusema nilikuja kulikuwa kuna tukio 1 2 3 ndio hivyo ikawa hivyo, unaona. Kasema na sasa kanisa gani? Kasema wewe ni TAG. Unaona alivyoniongopea ni TAG. Kasema ni TAG. Kasema nikawa tu na sita, sio kweli. Ilichukua muda kidogo. Hilo kongamano lilikuwa linahusu nini? Kongamano lilikuwa inahusu vijana. Vijana na nini? Vijana wamefanyaje? Vijana yani kuishi vizuri na Mungu. Labda wenye mavazi. Hivyo. Bosi wako ilikuwaje kipindi ambacho wanakuruhusu sasa utoke sasa uende, naye alikuwa anazuia kwamba apendezwe na hilo? Ilikuwaje? Mimi nachoona kwa sababu mimi nilikuwa labda najituma kazi, yani naajibika mwenyewe. Kiona kitu fulani muda fulani nitakuwa nimemaliza basi naaga. Yaani hata kama yupo kazini anakuambia anaenda lakini wahi kurudi, unaona. Yaani zile kazi anavyoona nafanya, yaani mtu aweza kukuruhusu tu labda kazi fulani hujafanya umeweka pale afu kaukimbilia kanisa, hawezi kuruhusu. Kwa hiyo alivyoona na wajibika vile akasema huyu hata kiniambia naomba niende kanisani takuepo tu namruhusu, kwa sababu anawajibika na kazi nyumbani, anamaliza mapema anaondoka. Ikawa hivyo, namtia moyo. Vipi kuhusu familia yako sasa ambayo ulianza nayo tangu ulipokuwa mdogo? Kuna kitu hapo kidogo hujatuelezea wakati ambapo ulikuwa mdogo kabisa. Tunaomba tufafanulie kwamba hao ndugu zako wanaishi nao vipi kwa ujumla, na maisha yako tangu kuzaliwa kwako vipi kuhusiana na wazazi wako. Kuna kitu hapo hujatueleza. Karibu sana. Kwenye familia yangu toka nikiwa mdogo, kama hivyo nilivyokueleza, nilichukua nikiwa mdogo. Hakuna ndugu ambaye yani labda baba mmoja mama mmoja ambaye alikuwa ananitembelea, pia na mzazi wangu akiwemo baba yangu mzazi. Hamna, sijai kumuona. Nilitoka kwenye kifo, yani nilikuwepo darasa la 4 kifo cha mjomba wangu ambaye nilikuwa nakaa naye. Yani kama baba, na kwanza
Ninapokuja kuambiwa babako ndio huyo hapo kwenye msiba huo, nikawa nagoma. Sio babangu, mimi babangu yule aliyokufa, umeona? Alikuwepo tu amenitelekeza. Hamna au dadangu, madada zangu, baba mmoja na mama mmoja nikuwepo nao, lakini kuja kunitembelea ilikuwa ngumu. Nikuwepo tu nalelewa pale watoto wa aunti na yeye pia kiwemo. Na hivyo nikatelekezwa, lakini wakati nimekuwa mkubwa hivi ndo nikajuana nao, wengine akawa walikuja kwenye msiba wa shangazi, ndo nikaanza kuwafahamu, kusema mimi mtoto wa fulani, mimi mtoto wa mama yako, tupo baba mmoja. Nikawa naangalia, kumbe walikuwepo tu wazima, afu walishindwa kuja kuniangalia mdogo wao. Mpaka umri huu nipo hivi, yani toka miezi 7 na umri ule nipo kuwepo, nipo darasa la 5. Ndio hivyo walinitelekeza. Kwa mpaka leo hii mna mawasiliano ama ikoje? Wengine hivyo na mawasiliano, lakini mwingine pia hatupatani, ndio hivyo. Najua mtu mwingine, yani mtu akilelewa sehemu nyingine afu wala akilelewa kule, yani kunakuwa kidogo kuna kiutengano fulani vile. Unaona, yani mawasiliano labda inakuwa changamoto. Ukimwambia hiki yeye anaona kwako ni ngumu. Tukija kwenye huduma yako, na huduma gani? Mwimbaji. Ulipokuwa na hudumu kule, ulikuwa na hudumu kwa staili ya uimbaji? Nilikuwa mtume na kwaya praise. Nifanya. Karama yako unaiona wapi? Huduma yako unaiona wapi? Naiona wapi? Unaiona wapi yani huduma yako kutoka leo? Hiyo huduma yako uimbaji unaiona wapi siku zijazo? Siku zijazo naiona yani itapanda kiwango zaidi, yani zaidi. Pia sitakuwa labda muimbaji tena, nitakuwa labda nahubiria watu injili huko nje. Ndio hivyo. Sasa hivi bado upo kwa bosi ama ikoje? Sasa hivi sipo kwa bosi, nipo kwa baba mchungaji. Imekuwaje umetoka kwa bosi? Nilikataa tu mwenyewe, maana niliona kazi zimenizidia. Nikasema hapa pia nikuwepo naumwa mkono kidogo, nikuwepo na kidonda. Kwa hiyo hiki kidonda muda wote, yani maji kushika inakuwa ngumu. Hapo pia nikipaka dawa, yani kama nachezea dawa, yani mkono unazidi kuharibika. Nikasema hapa sasa, nilitoka mwaka jana mwezi wa 12 ndo nikaenda nyumbani, nikasema ngoja kwanza nikapumzike. Bosi wangu sikumwambia kusema sitarudi, nimwambia tunaenda tu kusalimia. Yaani mpaka sasa hivi aamini kusema yule binti alienda mazima, aamini, anajua mpaka sasa hivi bado nipo. Wote wawili walikuwa wananipenda. Sema ndio hivyo, kazi ilinizidi, alafu mshahara ukawa mdogo hautoshi kwa zile kazi. Kwa sababu nilikuwa nalima bustani, nilikuwa na kazi ya maua labda kumwagilia au kufanyaje, na kazi ya ndani labda kuwahudumia wateja, kuwauzia labda mboga. Unaona, ilikuwa ngumu kidogo, yani kazi ilikuwa zinanielemea muda mwingine. Watoto wenyewe walikuwa wakubwa kidogo, maana wa mwisho yupo darasa la 2, mwaka huo ameingia la 2, na la 3 na la 4. Wengine wakubwa kidogo wanasoma. Kwa alikuwepo hamna mtoto mchanga kusema labda nitafua, labda nitafanyaje, nitampikia uji, alikuwepo hamna. Mchana mimi mwenyewe nashinda pale labda na baba kiwepo, hajaenda kazini na basi. Lakini ndio hizo kazi uwe makini nazo, labda umalize, usijui mwenye ratiba yako. Mtu akisema Angel anapenda kufanya kazi gani tofauti na alikuwa anafanya, ni kazi ambayo anapenda kwenye maisha yake, ni kazi ipi hasa? Wewe unamwambia kazi gani? Yani mimi kazi ambayo naipenda sasa hivi, mapishi, labda upambaji, ndio kazi ambayo naifurahia. Hata pia naweza nikakutengenezea maua mazuri tu yale ya kuuza, yale naweza nikakutengenezea, maana tayari nimeshajifunza nikaelewa kipi hapa kinatakiwa, kipi hapa kitakiwi. Kwa hiyo naweza kuwatengenezea. Ulijifunza wapi? Nilijifunza huko kwa bosi wangu. Maua ya kuuza.
Pale tulikopo tunauza mpaka 100,000 na posti mtandaoni, watu anachagua anayotaka kila rangi, 100,000, 200,000, 50,000, 40. Watu wananunua. Wakati naye ananifundisha fanya hivi, na mimi tayari nikakopi. Nikawa naweza na mimi kutengeneza. Kwa hiyo sasa hivi akinishindi kitu, kilimo naweza kutengeneza hivyo, naweza kutengeneza maua, kupamba na upishi nao nitakuwa nikienda kusomea, utachukua muda mrefu. Ulikuwa unasumbuliwa na changamoto ya hapo wale ulikopo, na unasema kuna hali ilikuwa inakujia hasa pale ambapo mtu akiwa na inakukuta hali ngumu kama hiyo. Na hivi karibuni umepokea ule ubatizo, maana yake ule utu wa kale wa kwako umevua. Kwa maana yake zile shida, mateso na changamoto zote ambazo ulikuwa unapitia pale mwanzo zimeondoka, si ndio? Kwa sasa hivi umeanza kupata hali mpya. Je, unaonaje baada ya kupewa jina la Precious? Kuna hatua yoyote kwenye maisha yako umeanza kuipiga tangu ulipokuwa haujampokea? Ndio. Kuna hatua gani ambayo umeipiga kwenye maisha yako, hususan katika huduma, katika habari ya mwenzako na pia katika ufanyaji wako wa kazi? Tangu umebatizwa, kuna chochote ambacho umekiona ni kimeboreshwa kwako na Yesu Kristo mwenyewe baada ya kumpokea kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako na kuamua kuzaliwa upya? Maana lile jina ambalo adui alikuwa analitumia pale mwanzo la Angel, umeamua kuleka kando na umeamua sasa kutumia jina jipya la Precious. Kuna matunda yoyote umeyaona katika huduma yako baada ya kubadilishwa jina na kutumia jina jipya, yani baada ya ubatizo, katika huduma ulionayo, kwa katika mwenza wako ambaye mnatarajia kufunga ndoa, pamoja na kazi ambazo unazifanya? Ndio, kuna hatua nimeona. Hatua ipi? Kazi, labda kufanya kazi, maana au muda mwingine naweza tu nikatulia, yani sielewi yani. Maana mwanzo ni kuwepo, yani naweza nikakaa sigielewi yani muda mwingine, au naweza nikaona kizunguzungu, unaona. Kwa hiyo wakati nimebatizwa, sasa nimepokea Bwana, nimebatizwa, nimebadilisha jina lile la zamani nikapewa jipya. Nimeona kuna mabadiliko, hiyo hali yani haiji tena, sisikii tena ikija. Alafu pia na amani, nafanya kazi zangu vizuri hivyo. Kwa hiyo ilikuwa tatizo ni hilo tu la kuwa unachukia kitu kidogo tu? Ilikuwa tatizo hilo, ama kuna tatizo jingine ambalo lilikuwa linausumbua? Labda kama hivyo, kuumwa, nilikuwa naumwa sana. Naumwa nini? Kichwa, macho, nilikuwa naniuma. Nisi toka na wakati nilikuwa mdogo nasoma, nilikuwa nasumbuliwa sana. Kichwa kipo, labda hivyo kizunguzungu, nilikuwa shuleni. Darasani wenyewe naweza nikaona labda yani kuna mavazi meupe, yani kula ambako mwalimu baoni. Yani naona kabisa mavazi meupe. Afu hapo ponafumba macho, yani kuwepo hali mbaya. Yani nadondoka tu, yani hata sijui ni kuwepo, yani kuwepo sielewi. Na kwanza wakati nasoma kasema yani kuwepo tu nadondoka, na yani ni kuwepo na mapepo. Yani ina maana sijui alikuwepo hataki nisome, ni labda nifike sehemu, yani alikuwepo hataki, unaona. Maana hakuna kwenye familia yetu, hamna wenzetu labda waliofika sehemu, unaona. Hamna mtu aliofika sehemu kidogo labda akawa labda na kazi yake nzuri, hamna. Wote hivyo, wote hao hamna yoyote. Kwa mimi aliona nikisoma labda nitafika sehemu fulani, asema hapa hamna kusoma, yani kwa tu hali hiyo. Kwa sasa hivi mimi namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Hiyo hali haipo tena, sisikii. Fanyeni hukumu na haki, mkamtoe hiyo aliyetoka katika mikono ya mdhalimu. Yeremia 22:3. Unaweza kujiona unatembea, unaweza kujiona unaishi, lakini umekamatwa, umetekwa katika mikono ya yule mdhalimu na haujijui. Shida hii inaweza kukuta watu wengi zaidi. Usijione ni mzima wa afya, lakini unapitia changamoto fulani kwenye maisha yako.
Wakati mwingine shida ulizonazo ni kwa sababu ya hilo jina ulilonalo. Na pia kutokana pia na miungu ambayo wazazi wako na ndugu zako waliabudu miaka hiyo kabla hujazaliwa, wakinenea kizazi chako. Usione kuna shida fulani unapitia na changamoto ukaiona ni ya kawaida, ukasema ndio maisha yangu ambayo nimeamua kuyaishi, ndio hali yangu, ndivyo nilivyo. Lakini kumbe Mungu hakukuumba hivyo. Uliumbwa uwe sawa na binadamu wengine. Dada ameeleza changamoto yake hapa kwamba alikuwa na makasiriko. Mtu akimwambia jambo dogo tu amechukia, amekasirika. Kumbe lile alikuwa ni jambo la kawaida, ilikuwa ni adui amepandikiza pale ili aje kuonekana mbaya, awe ni mtu kuchukia. Lakini Bwana Yesu Kristo kwa kuwa ni mwingi wa rehema, amemsamehe yote na kaamua kufuka naye mara ya pili. Hii amezaliwa mara ya pili. Na kuita jina zuri la Precious, anafanyika kuwa baraka sana sana sana. Wanamwambiaje, kuna mtu anakutazama sasa hivi, anataka kuifahamu huduma hii ikoje kwa upande wako, na tangu umeweza kujiunga na huduma hii kuna chochote umeweza kukipata ambacho hukuwa nacho pale mwanzo? Naweza nikamwambia kwamba au toka mwanzo, yani nilianza kugunga na hiyo huduma, kuna kitu nimepata, yani nimepata sana tu. Unaona, labda kusali, maana mara ya kwanza unaweza ukaenda labda kanisani ukasikia mchungaji anasema sehemu fulani nasema hivi na usipokee chochote. Unaona, ukaenda tu nyumbani, uelewi chochote, unaendelea tu. Lakini sasa hivi nimeona kuna mabadiliko. Hata mtumishi wa Mungu akiwa anahubiri huko, labda leo tumekifunza nini, naweza nyumbani kifika pale baba anauliza, labda hata kama sio yeye, labda siku hiyo hajaje kufundisha, leo nani amefundisha mtu fulani, inausuje, namwambia hivi na hivi mstari fulani, azima safi. Unaona, lakini mara ya kwanza unaacha pale pale. Mimi ninacho kushauri mtu yote anayeniangalia, yani isiwe mazoea, yani pale unaposali pale ukasema ndo hapa sasa. Unaona, ndo hapa sasa. Yani yale ni mazoea tu, yani hapo bado kusema kwamba ili ndo kanisa langu. Unaweza ukasema na kanisa fulani nasali, alafu ukawa haupokei chochote. Unaacha kama ilivyo, labda umefuata labda kuimba tu. Unaona, labda kwaya yote, yani singekuepo, labda ile kwaya wewe usingekuepo. Yale ni mazoea. Na pia usiangalie kanisa ambalo lina watu wengi ukasema Mungu yupo. Mungu sawa anaweza kuwepo, lakini Mungu anaangalia mtu. Una ni gani, una kiwango gani, kweli unamtukuza Mungu inavyopaswa, au yani unaenda tu kwa kimazoea? Kuna mtu fulani nikienda nikimwona mtu fulani basi imeisha. Kwa hiyo mimi naushauri, sisi kanisa letu tunapenda wageni, tena karibu, tunawakaribisha. Kanisa letu pia mchungaji wetu hataki fedha, hataki yote, yani kitu chochote kile. Anataka mtu ukiwa na tatizo lako ufunguliwe, uwekwe huru, familia yako ipone, kazi yako upate kama ulikuwa hauna kazi. Ndio hicho. Hataki sijui nini, labda masabuni utupe hela, sijui sabuni, sijui nini, mafuta upako, sisi kitu hicho hatuna. Yani mchungaji wetu yupo vizuri, kweli watu tunafunguliwa. Kama mimi hapa nimeshafunguliwa vya kutosha, na sio mimi tu ambao natoa ushuhuda. Kuna watu wengine pia wametoa ushuhuda wa kutosha. Mchungaji wetu anafanya vizuri. Karibu popote pale ulipo utapona. So kusema ndo unaogopa sehemu fulani, utaona labda hii kanisa ina watu wachache, ukasema Mungu hayupo. Mungu yupo, atakuponya kupitia jina la Yesu na kukaribisha. Kama kijana yoyote una changamoto, binti yoyote una changamoto, mama, baba, tunakukaribisha. Ukija yani uwe una imani kusema kitu fulani, ni baba mtumishi akiniambia labda nitapona, kweli niamini. Lakini kama utakuwa hauna imani, mtumishi atakuombea lakini bila chochote, bila kupona. Uwe na imani, uwe na jasiri kusema nikienda kanisani pale naenda kupona, ndoa yangu inafunguliwa, familia yangu inafunguliwa. Kuwa na imani.
Watu wanasema kuna watu wanataka vile vya Yesu, Yesu mwenyewe hawamtaki. Kwa Angel ikoje? Watu wanataka vile vya Yesu, afu Yesu mwenyewe hawamtaki. Kwako? Nasema hao bado hajawa sawa, hajamjua Bwana Yesu. Huwezi kusema namtaka, unavitaka vile afu Yesu umtaki. Huwezi ukapata na kwanza huwezi ukafanikiwa. Huwezi, yani na kwanza hao wanaosema hao yani wapo yani una shetani kabisa. Wao hawajitambui. Akishatambua huyo Yesu, kusema huyo Yesu Mungu atazami moyo, atazama mwili. Anatazama mwili, sio moyo. Watu wanavyosema hivyo kwamba bwana ukienda pale vyovyote tu bwana ni sawa. Bwana wewe sisi anatazama tu mwili, ndani ya moyo hakuna shida. Nikwambie tu kwamba njoni nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hili ni neno la Kristo mwenyewe. Mizigo yote ni kwake. Peke yako huwezi, kwa sababu ni mizito, hutaiweza. Yeye ndiye yule jana, leo na hata milele, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Nikwambie, una sababu ya kubaki hivyo ulivyo leo. Kimwamini tu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, katubu na ukajazwa Roho Mtakatifu, kuna makubwa mengi Mungu anayafanya kwenye maisha yako. Ni uthubutu kuamini na kweli. Kiamini itakuwa hivyo kama ilivyo. Nashukuru sana kwa nafasi nzuri ya kipekee ya kunitazama kuanzia pale mwanzo hata wasaa huu. Napotamatisha hii shuhuda, bila shaka umejifunza vingi sana kupitia shuhuda ambayo dada Precious ameeleza. Umemuelewa vyema zaidi. Nikushukuru sana na nikukumbusha ya kwamba shuhuda inaruka kila wiki mara moja. Kwa hiyo kama unatazama Gomo Maranatha Media, hakikisha kila wiki unatazama shuhuda walau moja, kwa sababu kila wiki kuna shuhuda mpya ambazo zinawekwa. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kutazama shuhuda kwenye mtandao wetu wa YouTube, channel ya Gomo Maranatha Media. Usisahau pale chini ukiandika comment yako katika zile shuhuda ambayo utaona kwa upande wako imekubariki zaidi, na Mungu atakubariki zaidi na zaidi baada ya wewe kufanya hivyo. Nikushukuru sana dada Angel kwa shuhuda nzuri, watu wamebarikiwa nayo sana. Amina. Nikutakie maandalizi mema ya jambo lako. Amina. Mungu anamwezesha baada ya neno lake, sasa jambo lake ndio litafuata. Kila laheri katika hilo. Nikualike sana kwenye kituo cha Gomo Maranatha Church, Gombo Delini, Gombo Pwani, Lumumba. Karibu sana sana sana, tujumuike kwa pamoja kwa ajili ya hili. Lengo kubwa tupeleke Kristo dunia nzima, na watu wakaijua ile kweli, na kweli itaweka huru. Kushukuru sana, asante sana kwa kutazama shuhuda. Nilikuwa na Precious na mimi ni Frank Fasadi. Hadi wakati mwingine. Asante.